Watu wangu, ni nini hiyo unaweza mfanyia mtu kitu ya maana? Nini hiyo unaweza mfanyia mtu kitu ya maana? Wacha niwaambie, leo utamtumia brother yako pesa akiwa home, utamtumia pesa akiwa home, umtumie 5,000, next month umtumie 5, next month ingine umtumie 5, but haujamsaidia. Kumpa mtu pesa sio kumsolvia solution, sio kumpa solution ya maisha yake ama nini. What if umemsaidia na akaweza kupata kazi ambayo ataweza kujisimamia? Tuna watu wengi sana wanatutegemea wakati tuko hizi nchi. Kama wewe ama kama mtu amepata kazi huku Gulf, tuseme kwa familia mko watano, na sana sana unakuwa wewe ndi wewe unategemewa sana kwa mambo mengi sana, wanajua wewe uko majuu. But kuongea ukweli, maisha ya majuu si mbaya na si nzuri, iko tu pale. Ni maisha ambayo unaweza jijenga nayo, ama pia inaweza kuwa tu ya bure, kutalingana na venye utadecide. So kwa wale mko na mabro nyumbani, fikiria tu, kaa tu hivi ufikirie. Hawa wenye napea pesa na kutumia 5,500, what if nimekunyima hiyo 5k miezi 3-4, lakini nikushughulikie uje hapa uanze ku-earn. I think hiyo ndio inaweza kuwa best solution ya kujaribu kutoa poverty kwa family level. Tujaribu tuwasaidie mabro wetu waje kazi, tujaribu tuwasaidie. Ukimpa 2,000 hujamsaidia, umemfanya awe lazy, na wakati utamnyima itakuwa noma. But ukimsaidia aje kazi hapa, hata mzazi atafurahia. Wakati uko huku peke yako, unaumia sana. Kwa nini? Mzazi ni wewe, nini ni wewe, nini ni wewe. What if ufanye kitu rahisi hivi? Useme, nitaleta mabro wangu wawili, wawe wakinipa pesa zangu zenye nitawalipia nazo pole pole, lakini mama akitaka kitu, wewe unatoa sukari this time, next time anatoa mwingine. What if mseme hivyo? Hivyo ndio kuungana, kusaidiana. The same case happens to friends. Kama una rafiki ambaye unafikiria kwamba mnaweza saidiana, mnaweza kuokoleana, jaribu the best. Muonyeshe kuna njia. Wengine wana pesa but hawajui njia ya kupitia. Nimewapea story zangu venye nilienda mpaka interview Mombasa, but I never managed, ama sikupita. Sijui venye kulienda. So the best thing to do ni kuwaonyesha watu kuna njia, na kumake sure kwamba watu wameweza kujua namna. Nawaambia na keep kuwaambia now and then. Watu huku kuna wenye hawajui kusign. Brother yako anajua kuandika na kusoma, isipokuwa ni ile commission na ambayo unaweza msaidia. Hiyo commission ukimpatia leo, hiyo atarudisha in 5 months, 5-6 months. From hapo anajijenga. Utakuwa umemsaidia ama hujamsaidia? Umemsaidia. Ajiinue yeye na mambo, mzigo inakuondokea. Jaribu kutransfer zile mashida ama mizigo zenye umebeba wewe mtu wa Gulf kwa watu wengine. Mkiwa watu watatu mko huku Gulf, huyu anasaidia hapa, huyu hapa, huyu hapa, na mambo inakuwa poa. Hautachoka. Utaweza kujipanga faster than ukiwa wewe ni wewe mwenye unategemewa kwa kila kitu. Msaidie mtu for once. Make someone smile today and utafurahia. So, leo kuna mtu fulani aliniambia niongelee kuhusu kazi ya cleaners. Cleaners haina tofauti na security when it comes to salary, but sasa kunalingana na masaa. Masaa ya cleaners si the same na ya security. Sometimes unapata for cleaners men, sometimes inaweza kuwa better kiasi, kwa sababu maybe wanaweza fanya kazi at night in many locations compared to girls. Kwa sababu girls mnajua ni delicate kiasi. So wasichana, mimi nisemeje?
Tasema tu hivyo. So wasichana, wacha tuangalie, tutajaribu kucompare two things kuhusu wasichana na vijana. So kitu ya kwanza lazima uwe na, acha niwatafutie page nzuri tuweze kwenda pamoja. Lazima uwe na passport na good conduct. Passport na good conduct kama msichana. Kitu ya pili lazima uwe na commission. Commission ya cleaners ni kutoka 100k to 120 ama 130. Sijui, kutalingana na kwenye unaenda cleaners. Zinakujaga zikivari. Kuna wenye unasikia ni wa airport, sijui kuna nini, unasikia imepanda. Kuna kwingine utasikia imeanguka. So cleaners inatoka kutoka 100 kwenda 120k. Sana sana in most companies. So unaweza pata 110, 100, 120, 130. Hiyo, na wakati hizi kazi hakuna ati mwanamume alipe hivi ama kijana hivi, msichana hivi. Pesa ni moja ama pesa ni the same. Na kanywele ni kabaya. Pesa ni the same. Both ladies and men. Pesa ni the same. So ukitoka hapo, unaenda unafanya medical. Medical ambayo ni 5k. Unaenda unafanya registration 5k. Unaenda unafanya, kama hauna yellow fever, nilisema umuhimu wa yellow fever. Sometimes inaweza kuletea shida. 3k maybe, unaweza chukua kokote kule. Kuna good conduct 45, ukipelekewa na kampuni kule embassy. Unajua pia wao wako biashara, wako biashara. So kuna kitu ingine inaitwa, tumefika kwa medical. Kuna corona. Wacheni waambie corona imeleta mashida. Imetuma hizi pesa ziongezeke maradufu. Corona imekuja kuharibu mambo kweli kweli. So hii corona imekuja kufanya, kuna corona 3. Corona ni 3. Ya kwanza ni hii ya mapua ukitoka Kenya. Hiyo ni 65 ama 5k. The highest 65 ama 5k. Kutalingana kwenye utaenda kufanywa, but lazima iwe zenye zimechaguliwa na gava. Hiyo kitu ingine ni kuna hii, kama hujadungwa vaccine zote mbili, itabidi upite shortcut uonyeshane umedungwa zote. Hiyo nayo unalipa 10k. Kenya kuna kila kitu. Ndio maana nasema hivi, kama watu wako huku hawajui kuandika, na Kenya kuna kila kitu, organize uje kazi hapa, hata kama ni kazi gani. So kuna hiyo 10k. Ukifika Qatar, lazima ufanyiwe PCR tena. Hii inaweza simamiwa na kampuni yako yenye unakuja kufanyia kazi, ama wewe binafsi ujisimamie. So hapa kuna $100 ambayo ni kama 11k. So corona peke yake ni kama 27k. Just imagine. Just imagine. Hiyo hatuwezi laumu yeyote, hatuwezi sema ni gava, hatuwezi sema ni nani. Hiyo ni pesa ambayo inahitajika. Kama kuna quarantine utakuja sawa, utasimamiwa na kampuni. Kama kuna nini sawa. So ukishakuja hapo, so interviews ukishaenda umepita, ukiambiwa umechukuliwa, maybe kuna interview, maybe unaulizwa maswali simple pale. Hiyo si ngumu, haina mambo mingi, hakuna kenye ni ngumu hapo sana sana. Kuna zenye zinafanywa interview, kuna zenye hazina. So kutalingana kwenye unaenda kazi. So tumefika hapo kwa corona. So pia kuna commission ya cleaners ambayo ni tuseme ya 100k. Wacha tuhesabu 100k. Hiyo 100k plus 27, 127
plus 5k medical, 5k medical registration, 5k na tuseme 5k kupeleka hiyo, so hiyo inakuja 20, tuseme 20, 27, 20, so inakuja 1, tuseme 160. Hiyo ni 160k. Hiyo ndio pesa yenye cleaners unafaa kulipa. So tutoke hapo. Kazi ya cleaners iko aje? Kazi ya cleaners ni simple sana. Ni simple kulingana na kwenye uko. Kazi ya cleaner ni kuja kupiga vacuum huku, kuosha maofisi, kumake sure yani area ni safi. Yeah? Mpaka yenye unafikiria. Kumake sure area yote ni safi. But advantage moja inakuanga kwa hii kazi ni kwamba ukishajipata kama area, kama tuseme area yenye si busy sana. Waona, ukishajipata kwa area yenye si busy sana, utafanya kazi yako, ukimaliza unapumzika. That is the best thing. You can sleep, you can do anything. Yeah? But nayo, duty yake, I think wenye wanafanya duty kubwa ni I think 14 hours. So, ukifanya hesabu 14 hours, inakuja around 18 kwa wenye wanafanya kila siku. 18 na kuna wenye zinaingia 16. So hivyo ndio iko. Kazi ya cleaners inaweza kuwa, unaweza jipata kwa hoteli, unaweza jipata kwa supermarket, unaweza jipata airport, unaweza jipata kila mahali penye unafikiria. Yeah? So usione ati sijui nini. Mahali popote, kazi ya cleaner ndio hiyo. Kumake sure place ni safi. Kama ni hoteli, kama ni super, kama ni nini, mna make sure ni kusafi. Hivyo tu. Hiyo tu ndio mambo na cleaners. Kutalingana kwenye utaangukia. Ukiangukia area smart, yenye hamna kazi mingi kama parks, hizo garden hizo, ukimaliza kazi yako, unarelax, unachenjiwa. Ukijipata shule, the same. Ukimaliza kazi yako, unarelax. Ukijipata kila mahali. So, hiyo kazi, I think zile, ni kazi mtu anawezana nayo, si kazi mbaya. So, hiyo kazi yote, tumesema ni around 160, 170 mpaka kwenda tao nini, utaenda tao mara kadhaa, ili uweze kuwa utasaidika. So, tumesema total, 170, 160, kazi, masaa inadeterminiwa na kampuni. But I think wenye wanafanya masaa machache sana ni kama 10 hours. 10 hours. I think hao ndio masaa machache na wanalipa smart. Wanalipa, I think wenye wanapata mshahara ndogo ni hapo 50k. Yeah, 50k hapo, 50, 45. Ikienda chini, 45 to 50k. So, kama venye nilisema, ukihitaji kunitafuta, utake kunipata mimi personally, uongee na mimi, utake kujua kitu, namba ni 0745 154547. Acha nirudie tena, 0745 154547. Wacha tujengane. Na ukipata kitu ambayo unaweza nisaidia, hata nyinyi niambieni. Kitu yenye inaweza saidia niambieni. Tumesema hapa ni kuokoleana. Najua, the reason as to why nikaamua kuwa nakuja hapa, kila mtu mwenye unaona kwa YouTube, there is something yenye ikatrigger yeye kuanza kukuja kwa hizo YouTube na nini. Kuna kitu, hakuangi ameanza hivi hivi, kuna kitu. So mimi nilienda interview Mombasa, na si interview moja, nikitaka kuja huku. Nilipitia sana. Imagine, kutoka Mombasa, kutoka Nakuru kwenda Mombasa,
kutumia basi, uende interview, uspend, ulipe ma registration fee, then ukose kuchukuliwa. It was a very painful experience. Imagine ukienda kwa agent akwambie utoe registration, uwekele kama 7k, achukue passport yako for 7 months, akose kukusaidia. Very painful. Yeah. Hiyo ndio ikatuma nianze nikapata agent mzuri mwenye aliniweza kunisaidia nikaja hapa. Na nikaamua kwamba venye watu wengi wako Kenya wanatupa pesa zao kwa njia hii na hii. Nikadecide kwamba nitakuwa nakuja nawaambia kuhusu njia za kuja huku yenye hutapata shida. Kuna watu wengi sana wenye wanaongelea hii mambo. Yeah? Kuna wale wazuri, kuna legit na kuna fake. So be careful. Pesa si ya mama ya mtu. Be careful mwenye una trust. Na si pesa sana sana. Hata wewe jua. Na wenye wako Kenya wanatuonanga huku. Wajuange ndio tuweze kusucceed hivi. Kama msichana anafanya kazi ya nyumba na wajuange hivi. Ni kujitolea. Wacheni niwaambie. Tukipanda hizi ndege haikuwa mchezo wakati wetu. Heri kama wewe utaweza kuona hii video yangu na utaweza kujua hivi na hivi. But wengi wetu hatukuona hizi videos. Hakuna wenye walikuja kutusaidia kwa YouTube ama nini. So tukipanda ndege tuliamua tu kurisk maisha yetu. Hata wale wasichana wa nyumba, hata sisi ni kusacrifice. Hakuna mwenye anajua kwenye anaenda. Hakuna mwenye anajua kwenye anaenda. So ni sacrifice tukamake, tukaamua wacha tu tukatafute. Yeah? Nakumbuka kwa hiyo ndege nilikula. Mpaka kuna mtu alianza kuniita sumbua huko. Haujui kwenye unaenda. Wakati wetu kulikuwa kubaya. Hatukujua. Saa hii mambo ya Qatar na nini imekuwa highlighted sana. Watu wengi wanajua mambo na mapassport zinachukuliwa sana. Watu wengi wanajua. Sisi hatukujua tuanzie wapi, tuende wapi. Tuli risk pesa yetu na sisi wenyewe tukarisk sisi wenyewe kuja huku. So you can imagine. So haikuwangi kitu ya mchezo. Ukiona mtu ako hapa na kama hujui story ya mtu usimuingilie. Kama hujui chenye anapitia usiongee kwa sababu haujui. Hata wenye mnaona huko wanafanya kazi zingine huko. Hamjui venye wapo. Kama we hauumii, haujui kama mwingine anaumia. So you better be quiet. Haujui chenye anapitia. Maybe anaongoja hiyo word yako ya mwisho. Akufe moyo. Ama aweze kufeel amepatwa na nguvu. So kwa sababu hujui kwenye ametoka, muombee Mungu amkumbuke tu na aseme. Sema tu kakitu tu kwa sababu ya maisha yake. So kazi za cleaners ziko hivo. Men na ladies wote kazi ziko hivo. Na in case uwe na swali lolote lile, unajua kwenye kunipata. Unaweza nipata FB, Jimmy Kamuyu. Unaweza nipata kwa WhatsApp. Na pia hapa kwa page yangu ya YouTube unaweza nipata. Kila mtu mwenye umewatch hii video yangu make sure umesubscribe. Na kama kuna mtu anataka kuja huku ako na any question, si lazima nikulete huku. Kama unataka nikusaidie kuja huku sawa. Kama hauna njia, kama uko na njia ya kuja huku na una swali, uliza, tutakujibu. So thank you so much. Na kama venye niliwaambia, jaribuni the best. Mje huku, the earlier the better. Hatujui venye kutakuwa. World Cup imekaribia. Hatujui kama kutafungwa. Ni 50-50. Mambo inaweza change. So make sure you do your best, try your best. Wenye wako Kenya, jaribuni faster. Hizo passport zitoke faster. Try your best. Mje huku. Tufanye kazi. Tuishi kama familia. Wacha niwaambie kuna watu wengi sana kutoka nchi zingine
wanasaidiana kuja huku. So kumsaidia mtu si lazima umpe pesa, si lazima umfanye nini. Muonyeshe njia, mshike mkono na utabarikiwa tu. Asanteni sana, msubscribe, mlike na mcomment. Niko ready kuwajibu. Asanteni.